na kuna adabu. Hizi ni adabu. Kuna masharti na kuna adabu. Kama vile kumuelekeza mnyama upande wa kibla ni adabu katika adabu za kuchinja. Kumtendea wema, yani kutumia kifaa chenye makali, kupitisha mkono wake kwa nguvu kwenye shingo kwa haraka ni katika adabu. Adabu nyingine ya tatu, kwamba ngamia uchinjwa hali ya kuwa amesimama. Tumeelewana? Kwa miguu mitatu, kwa sababu mguu wake mmoja unakuwa unafungwa. Mguu wa kushoto ule wa mbele unanyanyuliwa, juu unakuwa umefungwa. Anachinjwa kwa kutobolewa chini ya kitobo, chini ya shingo. Nafahamiana? Kadhalika asiyekuwa ngamia uchinjwa hali ya kuwa amelazwa kwa ubavu wake wa kushoto, na huku mchinjaji akiweka mguu wake juu ya shingo yake. Tumeona katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akishamlaza mguu wake wa kushoto anaweka juu ya shingo yake ubavuni, na ashike kichwa chake na kukinyanyua kidogo, yani awe sehemu ya kuchinja na inaonekana vizuri, amenyanyua kidogo ili aone vizuri mahali pa kuchinja. Na wala asimzuie mnyama mikono na miguu yake wakati wa kumchinja, kumwachia ili akitoka, kila damu ile ikitoka ndo anasafika zaidi. Mbuzi mmoja tu watu 10 mmemkamata kabisa hivi, sasa damu itatoka vipi? Na hiyo damu ndo haramu, inatakiwa itoke nini? Haifai ile damu. Waganga wanaikinga, wanaandikia kombe, wala haifai, ni haramu asili. Ile ni haramu damu ile. Damu itakayobaki kwenye mifupa yake wakati kuchemsha, mnaona kama damu ipo ile, haina neno, iliyobaki kwenye nyama. Lakini ile damu inayotoka ni haramu. Wengine sikio wanakunywa, wengine wafanya kadha, lakini wengine wanaikinga ile, wakaenda kuandikia kombe. Waganga wa kishirikina wanafanya hivyo. Lakini mwacheni akirusha miguu na mikono, labda ikiwa itapelekea kufanya hivyo, basi iwe ni kwa labda unaogopa anaweza kuharibu, akaruka, ni kwa upole. Lakini sisi nyote mmemzuia, hapati tena nafasi ya kujipiga wakati wa kufa na kutoka roho, na ile damu ikapata kuruka kutoka. Adabu nyingine ya 5, kukamilisha kukata mshipa wa pumzi, mshipa unaopita chakula na kinywaji, mishipa miwili migumu iliyo pembezoni mwa mshipa wa pumzi na mshipa wa chakula na kinywaji. Ikikata hivyo ndio umechinja. Sio lazima shingo yote itolewe. La, ukishakata, kwa sababu hiyo iko huku, ukishakata hii sehemu ya nyuma inabaki, tayari inakuwa mshachinjwa nyama. Wale wachinjaji wanajua. Adabu nyingine ya 6, anatakiwa asitoe kisu mbele ya mnyama, na ukamtilia mikwara pia, kukatoa maneno kwamba labda utakoma, mfano kama hivyo. Ni halali, atakoma vipi? Ni halali ya kuchinjwa. Hayo mwambie si chinjwa labda, lakini sasa ni halali yake kuchinjwa. Au unamchinja mmoja, unamkamata, unamwambia kitoka huyu na ya wewe, labda unamwashiria kwa kisu kwamba huyu jiandae. Mfano maneno kama hayo. Kuna wengine adabu hizo hawana, haifai hivyo. Kadhalika pia mtu kuleta takbira baada ya kutaja jina la Allah, bismillahi wallahu akbar. Kadhalika kutaja jina la mmiliki wa mnyama. Katika adabu, mnyama wake wa hakika au udhiya, sawa. Na kama hakutaja, hakuna neno kwamba hadhihi haqiqatu fulani, labda ukamtaja yule mtoto na mchinjie, hii ni hakika ya fulani, sawa. Na kuna nyingine katika maneno yatajwa. Kadhalika kuomba dua baada ya kumaliza kuchinja, ukaomba dua kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammadin. Sema ukataja jina lako, labda bismillah allahumma taqabbal min fulan, ukataja jina lako. Kwa hiyo hayo ni katika hizo ni katika adabu. Kadhalika kuna mambo ya karaha kama kuchinja kutumia kifaa kisicho na makali, kumchinja mnyama mmoja hali ya kuwa mwingine anatazama, ni karaha. Kumfanyia mambo ya karaha kabla ya kumchinja mnyama, kama vile kwanza ukaanza kumvunja mguu kwanza, afu kamwacha kwanza. Pia haifai kumvunja baadhi ya viungo, umeelewana, au ukazungumza baadhi ya maneno. Kadhalika kuna wakisu mbele yake, yuko hapo hapo na unaona hapo hapo. Haya katika mambo ya karaha kama mambo matatu tunayataja.
Kwa hiyo hapa itakuwa makala hii pia tumeimaliza suala la masharti kuchinja na masharti yake. Haya yanamhusu hasa mtu ambaye anataka mtu ambaye anachinja, ndio inamhusu sana haya. Vile vile tulisema kuna ahadith dhaifa zinatumika katika masala ya udhiya, kama vile wanaosema ma amila ibn adama fi hadha al-yawm afdala min damin yuhraqu illa an takuna rahiman tusal. Hajafanya mwanadamu amali yoyote bora zaidi katika siku hii, yani siku ya Eid al-Adha, kuliko damu inayomwagwa, yani kuliko kuchinja mnyama. Kama kuna amali nyingine bora basi yasema illa an takuna rahiman, isipokuwa kuunga udugu, rahiman tusal. Yani kama kuna amali nyingine bora ya kuifanya siku ya Eid ni kuunga udugu. Umeelewana? Sheikh Al-Albani rahimahullah ameitaja katika silsila ahadith dhaifa, ameitaja hadithi ya nambari 525. Kadhalika tataja baadhi nyingine, inasema al-adahi sunnatu abikum Ibrahim, udhiya ni sunna baba yenu Ibrahim. Qalu, wakauliza masahaba, fama lana fiha, je ni kiasi gani cha thawabu tunachopata katika kuchinja udhiya, katika huyo mnyama wa udhiya ni kiasi gani cha thawabu? Qala, akasema bikulli sha'ratin hasana, akasema mtapata badali ya kila unywele, yani nyoya moja, ile unywele mmoja, thawabu wema, yani kama vile kutenda wema mmoja, kila nywele moja. Maneno hayo utasikia ukichinja udhiya, kila unywele mmoja unaandikiwa wema mmoja. Qalu, wakasema fasufu, je sufi? Haya tumejua unywele, je yani akusudi, je kondoo, manyoya ya kondoo ndio sufi. Je manyoya ya kondoo nayo twapataje? Qala, akasema bikulli sha'ratin min as-sufi hasanatun, mtapata badali ya kila unywele au nyoya moja ya sufi ile ya kondoo, mtapata nini? Wema mmoja, kama mmefanya wema mmoja. Kwa sababu sha'ra manyoya ya mbuzi, sawa, sha'ra inatumika hivyo. Asufi kondoo, wabaru inatumika kwa nani? Ngamia, manyoya yake tu hivyo. Kwa hiyo wanasema hivyo. Pia hiyo imetajwa kwamba ni katika silsila dhaifa. Sheikh Al-Albani ameitaja hadithi ya 527 ameitaja. Kadhalika kuna nyingine yasema ya Fatimatu, e Fatima, qumi ila udhiyatik, qumi ila udhiyatik, simama ukashuhudie mnyama wako wa udhiya, nenda sawa, fashhadiha, nenda ukashuhudie mnyama wako wa udhiya, fa innahu yughfaru laki inda awwali qatratin taqturu min damiha kullu dhanbin amiltihi. Akawaambia hakika, kwani hakika utasamehewa wewe kila dhambi ulioifanya kwa tone la kwanza lenye kudondoka katika damu yake. Tone la kwanza litakayodondoka, nenda kashuhudia udhuhia wako, tone la kwanza litalodondoka, unasamehewa kila dhambi ulioifanya. Inna salati, wa quli, na useme inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hakika swala zangu, kuchinja kwangu, uhai wangu na kufa kwangu, yote hayo ni kwa ajili ya Allah, yeye ndo anayemiliki Allah haya yote. Hiyo ni hadithi munkar, mpokezi wake ni mtu dhaifu, ikubaliwi hadithi akipokea peke yake, maana anakuwa amewakhalifu thiqat. Amesimulia tofauti na walivyopokea thiqat.
ndio inakuwa munkar. Kwa hiyo akiwa amepwekeka na ni dhaifu, hadithi yake inakuwa munkar. Na ikiwa amepwekeka si dhaifu lakini pia sio katika watu ambao wanaweza kuleta ziada ametofautiana nao wale, inakuwa ni shadh. Kwa hiyo yupo rawi ambaye ni dhaifu ambaye amewakhalifu thiqat. sawa, rawi dhaifu khalafa athiqat. Kwa hiyo katika hili tulihitaji. Kadhalika kuna nyingine wanasema mamdaha, sawa, tayyibatan biha nafsuhu, atakayechinja mnyama wa udhiya kwa kuridhika nafsi yake, imeridhika kabisa nafsi yake, muhtasiban li udhiyati, na kutaraji thawabu kwa kichinjwa chake hicho, kanat lahu ijaban minan nar, basi kinakuwa kichinjwa hicho ni kinga yake na moto siku ya kiyama. Hiyo pia dhaifu. Tumeelewana? Katika silsila dhaifa Sheikh ameitaja hadithi ya 529, ni dhaifu hiyo. Kadhalik nyingine, inna afdala ad-dhahaya a'laha wa asmanuha, hakika mnyama bora wa udhiya ni mwenye thamani kubwa na aliyemnono. Kila ukinunua ghali na akawa mnene ndio mwenye thamani zaidi. Na hiyo pia inatajwa ni hadithi dhaif katika silsila dhaifa, hadithi ya 1678. Sheikh Al-Albani rahimahullah amezitaja na nyingine nimeacha kuzitaja. Kwa hiyo hapa itakuwa tumekamilisha ule mfululizo wa kuelezea mambo ya al-udhiya. Bila shaka hatakuwa tumeyataja mambo yote yanayofungamana na udhiya, lakini itakuwa tumeyataja mambo mengi. Mpaka hapo tutakuwa tumemaliza. Basi tumemaliza. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka